Narudi tena kwako. Tumefahamu ndoa na tukafahamu haki za mume kwa mke na haki za mke kwa mume. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie wenye kusikiliza na wale wenye kufuata yale yaliokuwa mazuri. Nini faida ya ndoa? Nishaoa sasa, au mtu ameshaoa na ametekeleza hivi vyote, anafahamu haki na nini, faida nini? Napata nini sasa faida yake nikishakuwa nimeoa? Ndoa baada ya kuoa inatustafidi mambo mengi, na tuanzie kwa ushahidi wa kitabu chetu ambacho ni Qur'an, katika aya aliyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika habari ya nini, ya baada ya kuoa, au katika habari ya neno ndoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika maneno ya ndoa kwamba tazawwajul walud alwadud fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama, kwamba tuoe wanawake wenye mapenzi, wanawake wenye kizazi, ili tupate kuwa wengi. Mtume akajifaharishe mbele ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa wingi wa umma. Kwa hiyo wingi wa umma hautapatikana kama itakuwa tuoana hatuzaani. Kwa hiyo hii ni faida ya kwanza, kwamba tunapooa basi tupate kizazi, tufanye tendo la ibada ya ndoa na tuchague wanawake wale ambao wana kizazi, ili tuweze kupata kizazi, tuweze kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili ummati Muhammad ukawe mwingi zaidi kule yaumul mahshar, mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vipi tutampata mwanamke mwenye kizazi wakati tunamuona kwamba ni mke mtu mmoja tu? Kwa hiyo unamhitaji yule, labda umependezewa naye, kizazi hakionekani, lakini tutatakiwa sasa tuangalie asili ya mke yule kwenye familia yake ikoje. Wako wale wanazaliwa wengi? Je, ni mmoja mmoja? Kwa hiyo utapata pale kwamba wale mke ninayemuoa wako 10 kwa baba yao, wako 12 kwa wazazi wao, labda mumtazija kati ya waume na wake. Kwa hiyo inakuyamkinia kwamba mtakapooa silsila itaungana kule, kwamba hawa asili yao ni kupata nini? Ni kuwa wengi katika kizazi. Kwa hiyo unaweza na wewe ukajaliwa pale ukapata mke mwenye kizazi kizuri, kama mtume wetu Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi anavyosema, tunkahul mar'atu arba, uolewa mwanamke kwa mambo manne: limaliha, kwa sababu ya mali yake; walijamaliha, na kwa sababu ya uzuri wake; walihasabiha, na kwa sababu ya sharafu yake; walidiniha, na kwa sababu ya dini yake. Fadhfar dhati din tarbat yadaha, chagua mwanamke mwenye dini ili isije ikaruka utupu mikono yako. Maana kama hukuchagua mwanamke mwenye mambo haya, unaweza ukapata nini? Hasara. Kwa hiyo faida ya kwanza, fawaidi ya kwanza katika ndoa ni kupata watoto. Faida ya pili ni kutokufanya mambo ya zinaa, kwa sababu tumehimizwa kwamba ukioa fa inna aghallu lilbasar wa ahsanu lilfarj, inainamisha macho na inafurahisha tupu kutokwenda nje, inazuia tupu kutokwenda nje. Kwa hiyo ndio ile litaskunu ilaiha pale inakuwa imepatikana. Kwa hiyo faida ni kupata watoto, faida ni kutoangalia mke mwingine nje ana habari gani, na faida nyingine ni kutozini, kwenda uzinifu ambao hautakupeleka mahala pazuri, kwa kuwa tayari una mkeo. Jingine itakuwa umekamilisha nusu shatrul iman, nusu ya dini imekamilika kwa kule kuoa, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ibada ya mwenye mke ni nusu nzima ya ibada ya asiyekuwa na mke. Rakaa moja ya mwenye mke ni bora, ni sawasawa na mtu asiyekuwa na mke, kwa tofauti ya rakaa 70. Kwa hiyo hii ni basi ina ubora kwamba kuoa kuna daraja kubwa zaidi kuliko kwa mtu ambaye hana mke. Inshallah mimi nimefaidika, na na imani pia watazamaji na wafuatiliaji wa Mukhtar Online TV watakuwa wamefaidika pia. Kwa kumalizia,
Sheikh Suleimani, kwa dakika chache unawaambiaje wanandoa ambao wapo katika ndoa, kwa dakika chache kabisa inshallah? Usia wangu kwa wanandoa, tusiwe ni wenye kuoana kwa kuonjana, kwamba ilikuwa unamhitaji nafasi hupati, yuko labda kwenye geti kali hapatikani, ukaona upate misingi ya kisheria ili umuoe uweze kuondoa kile kiu chako cha kwamba umemuona. Niusie kwamba tuoe kwa vile alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba unaoa kwa ajili ya kupata stara, unaoa kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na unaoa kwa ajili ya kupata watoto ili ukamfurahishe Mtume Muhammad, sababu ukimfurahisha Mtume na yeye naye atakufurahisha na utapata stara ya hapa duniani na akhera. Kwa hiyo tuoe ili kwa kuona kwamba dunia hii tunapita, kwa kupita katika hii dunia basi tusiwe na mazango mengi tuliyoyafanya kwa kutokuwa na nini na wake. Kwa hiyo tuoe na tusitarajie kwamba tunakuja kuwaacha, pamoja kwamba halali aliyo tumehalalishiwa kuacha, lakini katika halali mbaya ambayo Mwenyezi Mungu anaichukia, abahul halali inda Allah at-talaq. Katika halali anayoichukiza zaidi Mwenyezi Mungu mbele zake ni mtu kuweza kuacha mkewe, kwa sababu kumwacha mke ardhi inatingishika, mbingu inatingishika, na Mwenyezi Mungu hafurahishwi ni kitendo cha kuacha. Kwa hiyo ili kusipatikane kuachana, ni kuwa na mahaba kati ya mume kwa mkewe na kuwapatikane mahaba kati ya mke kwa mumewe, na ili yapatikane haya ni mke kutoona nje ainamishe macho kwa mumewe na mume ainamishe macho kwa mkewe, macho asiafinue kwa watu wengine, ili kuweza kupatikana nusra ya neno ndo. Ndugu mtazamaji, nadhani tumefaidika sana. Usikose kusubscribe, pia kulike pamoja na kufollow na kufuatilia darasa zetu hizi zinazoruka, ambayo moja ni Jumatatu darasa ya hadithi ya leo, na darasa nyingine ama kipindi kingine ni ndoa zetu ambacho na siku ya Jumanne kila saa 2 usiku. Na leo tulikuwa na Sheikh Suleiman Idi, mudiri ama mwalimu mkuu wa Madrasatul Hamzia Gezani, wilaya ya Mkinga, mkoani Tanga. Inshallah Allah tubariki, naye pia amlipe, amnufaishe pamoja na walimu zake na mashekhe zake na wazazi wake pamoja na sisi pia. Tutapata siku nyingine inshallah kuja kumtembelea katika darasa, ima muendelezo wa darasa hii ama darasa nyingine inshallah. Sheikh Suleimani, tufungie kipindi chetu kwa dua inshallah. Basi inshallah, kabla ya dua niweze kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia almarhum shekhe wangu Sheikh Hamza Omar Muhammad, ambaye amenifikisha hapa kuweza kuulizwa kitu chochote katika dini na nikaweza kukitolea fatwa walau bimuktasar. Nisingeliyaweza yote haya ni kwa sababu ya shekhe wangu Hamza bin Omar Muhammad, ambaye sasa hivi katangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu amthibitishie aliyokuwa ya kheri na ampe kauli iliyokuwa thabit. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana in shi'ta sahla. Ilahi faj'al umurana kullaha sahla, ilahi faj'al umurana kullaha sahla. Allahumma sahhil lana min al-khairi kullama nurid wa najina min sharri kullama nakhaf bifadlika ya latif ya latif يا لطيف. والطف بنا فيما جرت به المقادير وحون علينا كل عسير ولا تيسير العسير عليك يسير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.